Kwa majina anaitwa Peter Abel Anania, ni mkazi wa Mvuti, kanda ya Chanika, maeneo ya huku pembezoni kidogo. Hii amani tunayokuwa tunaichezea inakuwa sio vizuri. Na hawa watu ambao kwa kweli wanahatarisha amani, wanatakiwa watafutwe kweli kweli. Kwa sababu sisi wafanyabiashara tulilazimika kufunga maduka yetu. Katika siku 2-3 tulikuwa tunapata adha kubwa. Kwa namna moja au nyingine hawa watu, mimi naamini kwamba viongozi walioko juu wa serikali wajitahidi kupambana hii hali kuiondoa, ili Tanzania tuwe na amani kweli kweli. Tulichafurahi, tulikuwa tunaendelea na biashara zetu, lakini ghafla binifu tunakutana na adha ambayo hatujawahi kuizoea. Kwa hiyo pambaneni viongozi wetu, tuhakikishe kwamba Tanzania inakuwa ni nchi ya amani kweli kweli, kisiwa cha amani. Yaliniathiri sana kwa sababu baada ya kugundua kwamba kuna maandamano, wakati huku mimi niko pembezoni, nilazimika kufunga shughuli zangu. Kwa kila siku tukawa tunashindwa hata kupata ile riziki. Tuko majumbani tu, tumetulia, mimi na watoto wangu tunajitahidi kuangalia hali ya hewa inaendaje, lakini kwa kweli tuliathirika kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo tunahitaji maandamano yasiendelee kamwe. Vijana, mimi ninachowashauri, fanyeni shughuli zenu, msijiingize kwenye mikumbo, kwenye mihemko. Kwa namna moja au nyingine unakuja, unachukuliwa, unabebwa, unakwenda kujiunga na vikundi vya wajanja wachache, wanatuharibia amani yetu. Vijana, pambaneni na maisha, tupambane, kila mtu apate riziki yake. Kwa jina naitwa Murshid Kabiriga, ni mkazi wa Chanika, Mvuti. Kwa kwamba mimi nilikuwa ni mgombea ubunge jimbo la Ukonga kupitia chama cha NRA. Kwanza nashukuru sana kwa hali ambayo tunayo kwa sasa na amani ambayo tunayo kwa sasa. Tunashukuru sana kwa sababu kama ilikuwa ni viongozi katika uchaguzi ule kuanzia tarehe 29 tumeondoka ndani ya familia zetu, bado walikuwa wanapata shida. Hiyo tarehe 29 nilioondoka mimi kwenye harakati hizo, mpaka sasa tunafika tarehe 30, bado ndugu zetu wako ndani hawatoki. Tayari walikuwa wanapata shida. Maana yake anawasiliana na wewe, naona wasiliana naye, mko salama na sisi tuko salama mpaka sisi tunarudi. Lakini zile hasara tuliziona ilikuwa kidogo zilileta mushkeli katika nchi yetu. Na sisi hatukutegemea kwamba swala linaweza likatokea kwa hali hiyo. Watanzania kwa sasa tumerudi kwenye amani, watu wameanza kufanya kazi zao, mjini wanazunguka. Tunashukuru sana. Na anawaasa sana vijana. Kuna ile muamko kwamba anaweza ukawa unaambiwa kitu lakini hujui asali yake ni nini. Asali wameiona, matatizo wameyaona. Kuna vijana ulikikaa nao akasema baba ilikuwa tunakosa hata soda kuinunua, chips hatuioni. Sasa wanaiona. Hata leo ukiwaambia leo umefanya hivi, hawezi akakubali. Sasa sisi tunachoomba vijana siwe na muamko wa haya mambo ya kuwa na muamko na watu bila kupewa nani. Ni kujiongeza, kuangalia ni nini. Sisi tumeumbwa, sisi tumezaliwa kwenye amani. Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona na tulijua asali yake na matatizo yalikuwa tunayaona. Sisi tulikuwa tunakaa kwenye andaki, tunajificha. Lakini kwa sasa vijana wetu waliozaliwa hawajui, walikuwa nayasikia, lakini tatizo walioona kidogo kwa muda mchache kwa siku 4 tayari wamejifunza. Leo ukimwaeleza kijana wa Tanzania tufanye hivi, anasema hapana. Sasa sisi tunawaasa kama sisi ni viongozi kwamba haya yameisha. Sasa hivi tunaganga mengine, kama wamechagulia viongozi wengine wale sasa hivi tunataka tushirikiane na viongozi waliochaguliwa kwa ajili ya kujenga nchi yetu. Majina naitwa Ibrahim Timon, ni mkazi wa Mvuti. Swali lilotokea hapa la uvunjifu wa amani limeleta changamoto kubwa sana na kurudisha nyuma baadhi ya maendeleo ya kitaifa na kifamilia na jamii kwa ujumla. So tunachokiomba kwa serikali na kwa wananchi wote kwa ujumla, tudumishe amani ya nchi, tuanzie ndio itakuja kujenga amani ya familia na kaya na familia pamoja kwa ujumla. Kwa sababu changamoto hii iliyotokea, watu tulishindwa kwenda makanisani kwa ajili ya ibada, watu tulishindwa kufanya shughuli za maendeleo, athari zilikuwa kubwa. Na kwa watu ambao wana familia, naona kwa 90% na kuendelea ndio walioathirika kwa 1% kubwa. Kwa sababu issue ya kukaa ndani ilikuwa ni ghafla, ya mtu alikuwa hajajiandaa kiuchumi,
vitu vinapanda bei ghafla kwa sababu movement zinakuwa hazipo, bidhaa ziweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hii hata kibiashara inaleta changamoto kubwa sana, watu kupoteza wateja, mfumuko wa bei na vitu vingine kama hivyo. Sasa ombi langu binafsi kama mwananchi na raia wa Tanzania, ili vitu kama hivi vinaomba tusirudie tena kwa pande zote mbili. Serikali wasikilize hitaji la wananchi ni nini, na wananchi pia wasikilize serikali kwamba inaelekeza nini. Ili migongano hii isiwepo, lazima tusikilizane kwa pande zote mbili. Ni oda kwamba nchi yetu endelee kuwa na amani na hali ya uchumi endelee kuwepo na kuimarika. Na ukiangalia athari nyingine tuliyoipata kama wananchi, kuna watu ambao wameajiriwa serikalini wanatuhudumia sisi, hawakuweza kwenda kazini. Unaona? Na kitu kingine pia, watu kama sisi pia ambao tumejiajiri tulipoteza wateja. Kwa sababu movement zilikosekana. Watu walikuwa wanaishi kwa hofu. Watu walikufa kwa presha kwa sababu tu ya kuona mchafuko kama unaendelea. Kwa jina naitwa Witness Lapson Nkini, ni mkazi wa Mvuti, wilaya Ilala. Kipindi cha uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10 ilitokea mtafaruku kama kulikuwa na maandamano, ikatupelekea sisi hapa kufunga ofisi zetu. Kama hapa nafanya saluni, lakini ilitokea hivyo tunafunga ofisi, tunakaa manyumbani. Kana tupeleka tunakosa kuingiza pesa. Pia vyakula vikapanda bei, tukakuta tumetumia pesa nyingi kununua hata vyakula. Yaani tunaomba nchi yetu iwe na amani, tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo, kwa sababu inavyopelekea hivyo inatufanya hata sisi wetu tunakosa kuwa na amani. Wengine tuna watoto wanakosa amani. Hivyo tunaomba tuwe na amani kwa ujumla. Kwa majina naitwa Agustino Makaki, ni mkazi wa Mvuti, na biashara zangu nafanyia hapa Mvuti, jasiriamali mdogo mdogo. Kwa tukio ambalo lilitokea tarehe 29, kusema ukweli limetuathiri sana, hasa sisi wafanyabiashara wadogo, kwa sababu biashara zetu tulilazimika kufunga na hatukuwa tunafanya biashara ya aina yoyote tangu hiyo tarehe. Kwa hiyo na kwa mazingira yetu sisi lazima tutoke ndipo tupate chochote. Kwa hiyo kwa vurugu ambazo zimetokea, nikiwa mmoja wa wakazi wa eneo hili la Mvuti, tunalaani kwa kilichotokea, kwa sababu imekuwa ni vurugu na athari zimekuwa kwa watu wote. Kwa hiyo tunawasihi hasa sisi vijana tujiepushe na mambo ya chuki na makundi ambapo mwisho wa siku ni hasara kwa taifa letu, kwa sababu tumeona watu wakivunja mali za umma ambapo mwisho wa siku sio wenyewe ndio watumiaji wa hizo mali. Kwa hiyo lengo hasa la mimi kama mwananchi kuhimiza vijana wenzangu tusiendeleze vurugu. Tufanye kazi zetu za kila siku, tuheshimu taratibu na sheria ambazo zimewekwa na uongozi wetu, tusiwe wavunjaji wa sheria. Kwa hiyo kama kuna changamoto yote, mamlaka zipo, serikali imeweka mamlaka kuanzia serikali za mitaa. Kama kuna changamoto yote tuweze kupeleka kwa ajili ya kusaidiwa. Kwa hiyo sikubaliani na uharibifu wote ambao umefanyika na fujo zote ambazo zimefanyika. Tudumishe amani. Amani inaanza na mimi na wewe na yule. Kwa kifupi, mwananchi, mimi na wewe ndio tunadumisha amani. Tuendelee kudumisha amani yetu kwa maendeleo ya taifa letu. Asante.